Tanzania ninyi wa eneo la hapa. Hiyo ni mali yenu. Mheshimiwa Rais amekwenda kubadilisha kabisa mazoea ya kilimo tulichokuwa tunakifanya cha kutegemea mvua. Mheshimiwa Rais amekuta tuna miradi 13 ya umwagiliaji chini ya 500,000 ekari ni hekta ekari 500,000. Commissioner, ni ekari hekta ilikuwa hekta 560,000 ndio. Sasa hivi ziko hekta 978,000. Ameongeza eneo la kilimo cha umwagiliaji kupitia miradi inayoendelea kutoka 560,000, kutoka hekta 560,000 mpaka 980,000. Bado 20 tuikamate milioni moja. Na hii amefanya katika kipindi hiki cha takriban miaka 4 kwenda 5. Ndugu zangu, hatukuzoea kuona mradi wa umwagiliaji wa bilioni 10, bilioni 20. Sasa hivi kuna miradi mpaka ya bilioni 50 ya umwagiliaji. Sasa eneo hili ambalo limeletwa hapa ni kwa ajili yenu. Tena muulinde mradi huo, na miradi ya aina hii itaendelea kusambazwa na maeneo mengine ili kuweza kuifanya Tanzania kuwa ghala la chakula. Kwa hiyo hii ni mali yenu. Niliona niwasisitizie hilo, na wala asije akatokea mtu akaweka sumu nyingine. Miradi hii ipo kila kona ya nchi hii. Ilikuwa miradi 13, sasa miradi inayotekelezwa ni 780. Budget ilikuwa bilioni 294 wakati Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani. Sasa hivi budget ya kilimo hii uliomaliza juzi ilikuwa ngapi? Trilioni 1.1. Ni zaidi ya mara 5. Kwa hili ni jambo linalowahusu wa Tanzania. Nimepita hata maeneo mengine. Juzi tulikuwa pale Isimani tukakuta mradi wa zaidi ya bilioni 50. Juzi nilipita kule Karatu nikakuta mradi wa umwagiliaji. Huko mpaka na Iramba, mpaka na Wanyiramba wamepewa mradi wa umwagiliaji. Na wengine wakaanza kusema imaze melo pea yanaenda shambani, yani maji ya meupe hivi yanaenda shambani. Hatukuzoea mradi wa umwagiliaji. Kwa hiyo hii ni mali yenu, wala msije mkaletewa jambo lingine. Ukiwepo mradi wa uwekezaji, na wenyewe utakuwa mradi tofauti na atakuwa mwekezaji mwenyewe, lakini hii ni mali yenu. Samia oye! Haya, na kwa sababu mtendaji mkuu yupo, mpeni maiki na yeye anaweza akasema mawili matatu kuhusu umwagiliaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo ambalo tunaenda kuweka uwekezaji wa umwagiliaji walikuwa wananchi wanalima ekari 300 tu. Eneo jingine lote la zaidi ya ekari 1000 lilikuwa linajaa maji. Sasa hivi tunaenda kuweka umwagiliaji kwa eneo lote ya ekari 1300 na itakuwa sehemu ya wananchi. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kwamba tunaenda kuweka stendi ya magari, tunaenda kuweka soko, tunaenda kuweka vifaa vya kuhifadhia mboga. Kwa wananchi watazalisha kwenye eneo hilo na watahifadhi. Halmashauri itapata mapato na wananchi watapata mapato. Kwa hiyo ni uwekezaji mkubwa ambao tutatumia zaidi ya bilioni 30. Na tushapata mkandarasi na wiki ijayo tunasaini mkataba kuanza mradi huo. Alivyosema wananchi nikakumbuka. Yaani sasa hivi serikali inatumia formula ile ya Yanga, mwekezaji ni mwananchi mwenyewe.